Mchumi na mshauri mashuhuri wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania, Bubelwa Kaisa, ametoa tamko kali na la kihistoria linaloikosoa vikali serikali kwa kuweka mbele utetezi binafsi badala ya kutoa haki kwa wananchi. Akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano maalum uliofanyika jijini Dar es Salaam mnamo tarehe 16 Julai mwaka 2026, mtaalamu huyo amebainisha kuwa nchi inahitaji utawala bora unaoheshimu sheria na haki za kimsingi za binadamu badala ya kutumia vyombo vya dola kukandamiza sauti mbadala. Katika maelezo yake, mshauri huyo ameeleza kusikitishwa kwake na mwenendo wa sasa ambapo watuhumiwa wamekuwa wakipokea vipigo vikali kutoka kwa jeshi la polisi hata kabla ya kufikishwa katika vituo rasmi vya polisi kwa ajili ya kufanyiwa mahojiano ya kisheria. Mtaalamu huyo amefafanua kuwa hali hii inakiuka kabisa misingi ya kisheria na haki za binadamu, kwani inanyima tuhumiwa haki yake ya kikatiba ya kudhaniwa kuwa ana hatia hadi hapo mahakama itakapothibitisha vinginevyo. Ameongeza kuwa mtindo wa kuwaweka watu ndani kwa muda mrefu wa zaidi ya mwaka mmoja bila kuwepo kwa sababu za msingi na ushahidi thabiti ni kiashiria kibaya cha mnyomonyoko wa utawala wa sheria nchini. Ili kuonyesha uzito wa hoja yake, mchambuzi huyo ametoa mfano thabiti wa kesi inayomkabili mwanasiasa mkongwe na makamu mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu, akisema kuwa kesi hiyo haina ushahidi wowote wa maana uliowasilishwa mahakamani hadi sasa. Mchambuzi huyu amesisitiza kuwa kesi hiyo ya Tundu Antiphas Lissu imekuwa ikiendeshwa kwa namna ya kuzungushana kutoka mahakama moja kwenda mahakama nyingine bila maendeleo yoyote ya maana kufanyika tangu ilipoanzishwa. Amebainisha kuwa maswali magumu ambayo mwanasiasa huyo amekuwa akiyauliza mahakamani, pamoja na namna ambavyo wanavyobagua hoja za mashahidi kwa upande wa mashtaka, inadhihirisha wazi kuwa kesi hiyo ina malengo ya kisiasa na si ya kisheria. Mashahidi wengi waliofikishwa mbele ya mahakama wamekuwa wakishindwa kujibu maswali ya msingi na kuishia kujikanganya, jambo linaloondoa uhalali wa kisheria wa kuendelea kushikilia kiongozi huyo ambaye amekuwa akipigania mageuzi ya kidemokrasia kwa miaka mingi. Historia ya Tundu Antiphas Lissu kama mwanasiasa na mtetezi wa haki nchini inaonyesha kuwa amekuwa na migogoro mingi ya kisheria na serikali kutokana na misimamo yake thabiti ya kudai katiba mpya na mabadiliko ya kimfumo. Amewahi kuwa mbunge wa Sindika Mashariki. Mwanasiasa huyo alinusurika kifo mnamo mwaka 2017 baada ya kushambuliwa kwa risasi nyingi jijini Dodoma na kulazimika kwenda kutibiwa nje ya nchi kwa muda mrefu kabla ya kurejea nchini kuendelea na harakati zake. Mshauri huyo ameeleza kuwa ukamataji wa mara kwa mara na kufunguliwa kwa kesi zisizo na ushahidi dhidi ya viongozi wa aina hiyo kunapunguza uaminifu wa raia kwa vyombo vya dola na mahakama ambazo zinapaswa kutoa haki bila upendeleo wowote wa kisiasa. Kupitia uchambuzi wake, mtaalamu huyo amebainisha kuwa sheria ya Tanzania inakataza kabisa kuzuia na kushikiliwa watu bila kuwepo kwa mashtaka rasmi na ushahidi uliokamilika, kwani kufanya hivyo ni kukiuka katiba inayolinda utu na usalama wa kila raia. Ameeleza kuwa matukio ya matumiaji kupigwa kabla ya kufikishwa kituoni yanakwenda kinyume na mikataba yote ya kikanda na kimataifa ambayo Tanzania imetia sahihi kulinda haki ya binadamu. Mshauri huyo ametoa wito kwa serikali kufanya mageuzi makubwa ya kimfumo ndani ya jeshi la polisi na taasisi nyingine za uchunguzi ili kuhakikisha kuwa sheria inasimamiwa kwa usawa kwa wananchi wote bila kujali nafasi zao katika jamii au vyama vyao vya kisiasa. Mvutano huu mkubwa wa kisheria
kutokeza katika kipindi ambacho nchi inakabiliwa na migogoro nyingine nyingi ya kisiasa na kisheria, ikiwemo kesi inayomhusisha Dr. Wilbur Ntla dhidi ya naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Pascal Katambe pamoja na mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP. Matukio haya yote yakihusishwa pia na sakata la kutoweka kwa mwanasiasa Humphrey Polepole ambaye hajapatikana kwa miezi 9 sasa, pamoja na migogoro ya ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo yanayoonyesha kuwepo kwa hofu kubwa na wasiwasi wa kiusalama miongoni mwa viongozi wa kisiasa wenye mitazamo tofauti na serikali iliyopo madarakani. Hali hii inajenga picha mbaya kwa washiriki wa maendeleo wa kimataifa na washiriki wa kutetea haki za binadamu kama Amnesty International na Human Rights Watch ambao wamekuwa wakiandika ripoti hasi kuhusu Tanzania. Mchumi huyo amesisitiza kuwa utulivu wa kweli na wa amani kudumu nchini hauwezi kupatikana kwa kutumia nguvu na vitisho dhidi ya wakosoaji, bali kwa kujenga misingi thabiti ya utawala bora unaoongozwa na sheria ya uwazi katika maamuzi yote ya serikali. Ameeleza kuwa ikiwa serikali inaamini kuwa ina ushahidi wa kutosha dhidi ya mtu yeyote, inapaswa kuwasilisha haraka mahakamani ili kuruhusu mchakato wa kisheria kuchukua mkondo wake badala ya kuweka watu vizuizini kwa muda mrefu bila maendeleo ya maana ya kisheria. Hatua hiyo isiyo ya kisheria inasababisha wananchi kuamini kuwa mfumo mzima wa sheria unatumika kama silaha ya kisiasa kudhibiti ushindani wa kidemokrasia na kuzuia wananchi kutoa maoni yao kwa uhuru kuhusu mustakabali wa nchi yao. Mshauri huyo vilevile amehimiza kuwa mahakama kuu na mahakama ya katiba ya nchini zinapaswa kutumia mamlaka yake ya kikatiba kuhoji hatua zote zinazochukuliwa na serikali ambazo zinaonekana kukiuka haki za kimsingi za raia na viongozi wa upinzani. Kupitia uwajibikaji huu wa mahakama, imani ya umma kwa vyombo vya dola inaweza kurejesha na kuondoa dhana kuwa vyombo hivyo vinafanya kazi kwa maelekezo ya kisiasa badala ya kusimamia katiba ya nchi. Ameeleza kuwa nchi haiwezi kupiga hatua za kimaendeleo, kiuchumi na kijamii ikiwa kuna mazingira ya wasiwasi ambayo viongozi wa kisiasa wanaishi kwa hofu wa kukamatwa au kupotezwa kwa sababu tu ya kutoa maoni mbadala yanayotofautiana na yale ya viongozi walioko madarakani kwa sasa. Mwishoni mwa maelezo yake, mchumi huyo ametoa ushauri kuwa serikali inapaswa kuanzisha mazungumzo ya kitaifa yatakayoshirikisha wadau wote wa kisiasa, kijamii na kisheria ili kujadili mbinu za kuboresha mifumo yetu na utoaji haki na kulinda misingi ya demokrasia ya vyama vingi nchini Tanzania. Amebainisha kuwa kupitia mazungumzo hayo nchi inaweza kupata suluhisho la kudumu la migogoro ya kisiasa na kisheria ambayo imekuwa ikijirudia mara kwa mara na kuweka taswira mpya mbaya kwa taifa katika ulingo wa kimataifa. Kesi ya Tundu Antipas Lissu kama zilivyo kesi zingine za kisiasa inaendelea kuwa kipimo kikubwa cha nia thabiti ya serikali katika kusimamia utawala bora na kuheshimu haki za kibinadamu kama ipasavyo na ilivyobainishwa kwenye katiba ya nchi na mikataba ya kimataifa ambayo nchi yetu imeridhia kwa hiari tangu miaka ya nyuma.